بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 22 mwezi wa Shawwal mwaka wa 1440 katika darasa ya risala Bawa'ith al-Khalas min adh-Dhunub للشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى, akiwafanya ta'liq ya maneno Ibn al-Qayyim rahimahullah kutoka katika kitabu chake Idatu as-Sabirin. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: 14 jambo la 14 katika yale yanayosaidia Muislamu kujiepusha na maasi. صرف الفكر إلى عجائب آيات الله التي ندب عباده إلى التفكر فيها, kuipeleka fikra yake mwanadamu katika aya za ajabu za Allah subhanahu wa ta'ala ambazo amewaamrisha waja wake kuzizingatia na kuzifikiria. Na aya za Allah subhanahu wa ta'ala au ishara zake Allah subhanahu wa ta'ala, Ibn al-Qayyim rahimahullah akazieleza kwa kusema: وهي آياته المتلوة وآياته المخلوقة. aya zake ziko kwa namna mbili. Kuna aya ambazo ni almatluwa, zinazosomwa, na hapa kinachokusudiwa ni kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Awe mtu atakisoma kitabu hiki kwa kukizingatia maana yake na kufahamu kile anachoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kile anachokatazwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na mambo mengi ya ajabu yaliyotajwa katika kitabu hiki. Wa ayatuhu al-makhluqa, na ishara zake katika viumbe vyake alivyoviumba, akawa mwanadamu atatizama kile alichokiumba Allah subhanahu wa ta'ala, akapata mazingatio ndani yake. Wa fi anfusikum afala tubsirun, itizama nafsi yako namna alivyokuumba Allah subhanahu wa ta'ala. ya ayuha al-insanu ma gharraka bi rabbika al-karim alladhi khalaqaka فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كذلك أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. وتزامي katika ufalme wa Allah subhanahu wa ta'ala, mtizamo wa kuzingatia. afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat wa ila as-samai kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat. vyote hivi vahitajika mwanadamu avitizame kwa mtizamo wa mazingatio.
iwe atapata ibra na mazingatio katika viumbe hivi vya Allah subhanahu wa ta'ala. فإذا استولى ذلك على قلبه دفع عنه محاضرة الشياطين والشيطان ومحادثته ووسواسه. jambo hilo likitawala moyo wake, basi kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala litazuilia kuhudhuria kwa shetani katika moyo wake na wasiwasi wake na mazungumzo yake anayoyatupa kwa mwanadamu anapobakia katika hali ya faragha, sababu moyo umeshughulishwa. Kila anachokitizama akumbuka utukufu na uwezo mkubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala na neema kubwa Allah subhanahu wa ta'ala alizompa kwa kila anachokitizama. sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq. Kwa kuna ishara nyingi za kukuonyesha utukufu na uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. وما أعظم غبن من أمكنه أن لا يزال محاضر الرحمن ورسوله والصحابة فرغب عن ذلك إلى محاضرة الشيطان من الإنس والجن. ni khasara iliyoje kwa mtu ambaye aweza kubakia katika kuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala na daima kumtaja na kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika mtume wake sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake, kisha akalipa mgongo hilo na kuwa mbali nalo, akawa yuko tayari kumhudhurisha shetani katika watu na majini. فلا غبن بعد هذا الغبن والله المستعان. hakuna kula khasara zaidi ya huku. الأمر الرابع عشر التفكر في آيات الله عز وجل. kuzingatia ishara zake Allah azza wa jalla. ghabn ni mtu kukopwa kama kula hasara. fanya biashara kwa hasara kwa ghabn. ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala kaita siku ya kiyama taghabun, yawma yajma'ukum li yawmil jam' dhalika yawmu at-taghabun. yawmu at-taghabun. kwa nini ameita hivi? kuna watu watakuja na amali salih siku ya kiyama, lakini kwa sababu ya kuwadhulumu watu, kwa sababu ya kuwasengenya watu, kwa sababu ya yakachukuliwa mema yake akapewa mtu mwingine, na ikiwa hana tena mema yakachukuliwa maovu ya yule mtu akabandikwa yeye. dhalika yaumut taghabun. anakula hasara huko. kama kuna hasara kama hii. ala man yashtari saharan binaumin, ni kama kununua kesha badala ya usingizi. ndio mfano wa mtu kama huyu. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله: إذا صرف المسلم فكره إلى عجائب آيات الله سبحانه وتعالى، سواء كان التفكر بالآيات المتلوة وهي كلامه سبحانه وتعالى القرآن العظيم، أم كان التفكر في آياته المخلوقة وهي آياته الكونية. مسلم akipeleka fikra zake katika ishara za Allah subhanahu wa ta'ala za ajabu, iwe sawa ni kuzingatia aya zinazosomwa nao ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala,
Qur'ani tukufu. يقول الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. akawazingatia zile aya na kuzitafakari zile aya, akapata ibra ndani yake, au iwe fikra yake katika aya alizoziumba Allah subhanahu wa ta'ala, nao ni al-ayat al-kawniyya: الشمس والقمر والنجوم والجبال الشجر والحيوانات, na vitu vingi alivyoviumba Allah subhanahu wa ta'ala. Vyote hivi vyatuonyesha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mmoja anayestahili kupelekewa ibada. fa inna hadha at-tafakkura sayaftahu lil'abdi abwaban min al-khair kathira. Kufikiria huku na kuzingatia huku kutamfungulia mja milango ya khairi mengi sana. Na ndio ukaona Muislamu ambaye ajielewa kisawasawa, akiona katika aya hizi imma zinazosomwa ambao ni Qur'an, ama aya kauniya alizoziumba Allah subhanahu wa ta'ala katika viumbe vyake, moja kwa moja litatoka neno katika ulimi wake: subhanallah, subhanallah, namna Allah anavyoumba. Ukitizama yale mambo ya ajabu aliyoyaumba Allah subhanahu wa ta'ala, kwa mfano kwa mnyama ngamia, kama alivyotuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala tumtizame na kufikiria utukufu wa Allah katika lile jambo, wallahi utajua kuwa Allah ana uwezo mkubwa sana, ana uwezo mkubwa sana, na hili jambo ni la ajabu sana. Kwa hivyo atajifungulia milango ya khairi mingi. وسيشغل قلبه بالإيمان والصلة بالله عز وجل مما يبعده ويجنبه مواقعة الآثام والخوض في الباطل. na ataushughulisha moyo wake na iman na mafungamano na Allah azza wa jalla, jambo ambalo litamweka mbali na kumwepusha kutokamana na kufanya maasi na kuvama katika batil. kama anna hadha at-ta'ammula يعد من أبرز الأسباب التي تطرد الوساوس والشكوك عن النفس. kama vile kuzingatia huku na kutaamali huku na kufikiria huku kuhesabika kuwa ni miongoni mwa sababu kubwa ambazo kwa sababu hizo aweza mwanadamu kufukuza wasiwasi na shaka kutoka katika nafsi yake. Wengi katika wale ambao hawazingatii aya za Allah alizoziumba, hawazingatii aya za Allah subhanahu wa ta'ala alizoziteremsha, hawa mara nyingi huwa karibu zaidi na shaka na maradhi ya wasiwasi. tizama Allah subhanahu wa ta'ala akizungumza katika aya yake: am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun. sahaba Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu alivyoizingatia hii aya kabla ya kusilimu, ikawa ni sababu ya kuingia katika Uislamu. Ni wangapi katika watu leo ambao hawazingatii mfano wa aya hii, ikawa ni sababu ya kurtadi na kutoka katika Uislamu, bali na kwenda mbali zaidi mpaka kufikia kukanusha uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala, hasa katika asri hii tunaoishi, kwa sababu ya kutozingatia. Yani lau kama mtu atakaa chini afikirie, kwa mfano mimi nasema kuwa hayupo muumba, lakini hebu nijiulize swali, ikiwa kwa mfano nitasema kidude hiki fulani kimekuja bila ya kutengezwa na mtu, chenyewe tu kimekuja,
akili yangu yakubali kweli? Kama mimi si mwenda wazimu, akili yangu nzima haikubali. Sasa ikiwa kidude kidogo haikubali, mbona yakubali mbingu na ardhi? Mbona yakubali bahari na milima na miti na hao wanadamu walioko katika hii ardhi? Na vyote ninavyovitazama hivi vyote hivi vina muumba hivi, lakini kidude kidogo cha plastiki kama hiki haiwezekani kimekuja hivi, kimeundwa hiki sio Uchina huko ama Japani, lakini kimeundwa hiki, sio? Sasa kwa fikra hii ndogo tu ishakuondoa wewe wasawisi na shukuku katika nafsi yako. Lakini kuna watu pia fikra hiyo hawana, na bali hawa ndio wajiona wameendelea sana katika ulimwengu, wakajiona wao akili zao zimefunguka zaidi, kumbe ndio wakaingia katika safa wal iyadhu billah, bali wakawa katika wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala sema ulaika kal an'ami bal hum adall min al hayawanat, amepotea zaidi kuliko wanyama. كما قال الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. watu wenye akili timamu, watu wenye kuzingatia kule kuumbwa mbingu na ardhi na kupishana kwa usiku na mchana kwa tosheleza, kwani alama na ishara kwa wao ya uwezo mkubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hebu jaribu zuia mchana ubakie wewe, ubakie siku 2-3, waweza? Nani anaupeleka mchana ukaondoka ukaingia usiku, usiku ukaondoka ukaingia mchana? Nani aliyeumba mbingu na ardhi zote hizi? Kwa watu wenye akili uzingatia wakapata ibra. alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, ay fi jami'i ahwalihim, ni wingi wa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ule wingi wao kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, ikawa hizi ishara zake haziwapiti, sababu kila wanapoangalia ishara hizi wamkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala na utukufu aliokuwa nao na uwezo mkubwa alionao, akaumba vitu vyote hivi wanavyoviona katika macho yao. Toka nje wewe, nenda kaangalia mbingu juu kwa jicho la mazingatio, utakuta kuwa uwezo wake Allah ni mkubwa mno subhanahu wa ta'ala. Wayatafakkaruna fi khalqi as-samawati wal ardh, kuangalia kwa jicho la ibra, kwa jicho la kuzingatia, kwa jicho la kufikiria mbingu na ardhi. Rabbana ma khalaqta hadha batila, haiwezekani ya Rabbi kwa vyote hivi umeviumba kwa upuuzi tu, kwa batil. Subhanaka faqina adhaban nar. Tizama imewafikishia wapi? Kwa kuzingatia kwao ikawafikishia mpaka kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala awaepushe na adhabu ya moto, kwa kuwa walitizama viumbe hivi kwa jicho la tafakkur na i'tibar na kuzingatia kwa kile wanachokiona. Qala Abu Suleiman ad-Darani inni la akhruju min manzili fama yaqa'u basari ala shay'in illa ra'aytu lillahi alayya fihi ni'ma au li fihi ibra. Asema sitoki katika nyumba yangu isipokuwa ninapotoka katika nyumba yangu halitaanguka jicho langu katika jambo lolote. Inni la akhruju min manzili, hakika mimi natoka katika nyumba yangu, nikitoka nje. Fama yaqa'u basari ala shay'in, jicho langu halianguki juu ya chochote. Illa ra'aytu lillahi alayya fihi ni'ma. Na hii tafakuri ya hapa ni ya kutizama ishara zinazoonyesha ukamilifu wa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu ataona neema za Allah juu yake, au li fihi ibra, au kuna mazingatio katika kile anachokiona. Kwa kile unachokiona katika macho yako, ikiwa ni mnyama, ikiwa ni mbingu, ikiwa ni ardhi, ikiwa ni jua, ikiwa ni mwezi, ikiwa ni nyota, zote hizi kwako wewe iwe ni ibra, kukuonyesha utukufu na uwezo mkubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala.
الله المستعان. اسمه يعبد. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيك.